mambo mawili. La kwanza ni demokrasia, kama nilivyosema, kwa mujibu wa katiba. Katiba yetu inaruhusu mtu kupiga kura na kupigiwa kura. Kwa hiyo ni ishara pamoja kwamba watu wenye haki ni wengi, lakini ni jimbo la mjini, watu wenye uwezo wa kulipia fomu ni wengi, na watu wanachama CCM wenye sifa pia wapo wengi. Kwa hiyo kujitokeza kwa wingi ni ishara ya chama kuwa hai, na siamini kwamba jimbo lenye mgombea mmoja ni ishara njema kwa Chama cha Mapinduzi. Sio ishara njema. Yaani Chama cha Mapinduzi lazima kifurahie watu wengi kujitokeza kugombea, kwamba wana hakiba ya makada wa kutosha. Ikitokea Kanyasu hayupo, wana makada wengine zaidi ya 30. Hata mimi ningetamani wafike 50, afu kwenye 50 apatikane Kanyasu peke yake. Hiyo ningekuwa mzuri sana. Na jambo hili sio la kuombea lisitokee, la kuombea litokee, waje wengi zaidi, ili kusudi atakapotokea mmoja awe ni cream ya wale waliopatikana. Nataka kusema kama mambo matatu. La kwanza, kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imempa fursa mtu yoyote kupiga kura na kupigiwa kura. Anaweza kupigia kura watu na yeye akapigiwa kura. Kwa hiyo mimi sina tatizo na watu wote wanaogombea wa Tanzania. Wanayo haki, ni haki yao, wana haki ya kupigia mtu kura na kupigiwa kura. Lakini jingine la msingi kabisa hapa ambao nataka kusema ni kwamba katiba hiyo pia imetoa fursa au haki ya Mtanzania mwenye sifa ya kupigiwa kura ajue tu kusoma na kuandika. Sasa nyinyi ni waandishi mnaokaa kwenye manispaa ya Geita. Katiba imetoa fursa ya mtu kugombea ubunge ajue kusoma na kuandika, lakini najua mnaamini kwamba manispaa ya Geita inaweza kuhitaji weledi zaidi ya kujua kusoma na kuandika. Sasa la tatu ambalo nakulisema ni kwamba naamini wana CCM baada ya michakato yote hii watanichagua, kwa sababu nimefanya kazi kubwa na nimeshirikiana na Mheshimiwa Rais, lakini nimefanya kazi kubwa kwa miaka 10. Na kama kuna jambo halijafanyika, sio kwa sababu sikutaka lifanyike, kwa sababu maendeleo ni mchakato na liko kwenye mpango na tutaendelea kulisimamia.